ya padre katika nafsi ya Evans. Na jambo la pili, kumpongeza ndugu yetu Padre Evans kwa kupata daraja hiyo ya upadre. Baba, hongera sana na Mungu aendelee kukubariki. Unaona, mapadre tumekusanyika hapa na wengine wametuma salamu hawajafika, na wengine wamefika wamekaa katika mabenchi ya huko, lakini wote tunakutakia heri na kutakia heri na kukukaribisha katika utume huu. Kwa Baba Evansi, karibu sana katika utume huu. Sisi tuko pamoja nawe, sisi tunakusindikiza, tutaendelea kuwa pamoja nawe katika maisha yako kama padre. Umekuwa padre kama sisi, umekuwa padre sawa na sisi. Yeye iko padre sawa na sisi au sisi ndio tukawa padre sawa na yeye? Sije nikasema neno nikaanza kuvuruga hapa. Hivi nani iko sawa na mwenzake? Yaani yeye sawa na sisi au sisi ndio sawa na yeye? Yeye ni sawa na sisi Safi sana. Kama vile mtoto anafanana mama, mama hafanani na mtoto, si ndivyo mama hafanani na mtoto, ila mtoto anafanana na. Kwa hiyo baba, umekuwa padre sawa na sisi. Sisi sio kama wewe, wewe kama sisi Karibu sana, tunakaribisha katika nafasi hii ya upadre. Tunajua hukujitwalia, ila Mwenyezi ndiyo alikuteua, Mwenyezi amekufanya hivyo. Lakini kwa nini sio sisi kama wewe? Kwa sababu tuko tofauti kidogo. Sisi tulipata upadre mwingine padre mwaka jana. Wewe umepata upadre mwaka huu, ndio mwezi wa 7. Lakini wengine walipata upadre mwaka jana. Hapa kutoka mwaka jana mpaka leo kuna mengi waliyaishi katika upadre wao. Wengine walipata upadre miaka 10 iliyopita, kuna mengi waliyaishi katika upadre wao. Kuna wengine miaka 20 iliyopita, kuna mengi wameishi katika upadre wao. Wengine miaka 50 imepita, lakini wameishi katika upadre wao. Kumbe wao wale wa zamani sio sawa na wewe, ila wewe ndio uko sawa na wao. Wale wa zamani sio sawa na wewe. Kwa nini? Kwa sababu wameshajenga uzoefu, si ndivyo? Wameshajenga uzoefu, wameshaishi, na kule katika kuishi katika upadre wao wameona mengi. Katika kuishi katika upadre wao wamesingiziwa mengi, wamesemwa mengi, wamepigwa mishare, lakini pia waliletewa zawadi na watu hao. Walifurahishwa, hao watu wamewasaidia katika utume, hao watu wamewasindikiza katika safari yao, hao watu wamewaombea na wanaendelea kuwaombea. Kumbe utambue hilo, kwamba pamoja na kwa kwamba upadre kama sisi, lakini kuna wakubwa katika ili zizi liloingia. Kuna wakubwa, usizani kwamba wewe mkubwa. Kuna mapadre wakubwa. Kumbe basi, angalia, utachota uzoefu kutoka kwao, utachota maarifa kutoka kwao, utachota hiki na kile kutoka kwao, utachota hekima kutoka kwao. Uwasikilize wakubwa, uwafuate wakubwa, mdogo wangu Padre Evans, na uendelee kuwaomba ili wakuongoze, wakusaidie kwamba huku tunaenda hivi, huku tunaenda hivi. Lakini hapa na pale unaweza ukakutana na magumu, basi wakimbilie, uambie tu mapadre, padre, mimi ninaona hapa kuna ugumu fulani. Basi mapadre watakusaidia katika yale ambayo wao wameshayaishi katika hiki kipindi chao cha upadre. Uzoefu walioujenga uwe msaada kwako. Lakini pamoja na halo, wewe sio wa mwisho. Yaani ndio padre kama sisi, lakini sio wa mwisho. Kuna wale ambao wanakufuata nyuma. Hebu walee, yaani walee wa mafrateli wetu, walee wa seminari wetu, ili kwamba sote tuweze tupate mapadri wengine. Yaani kwamba sio padri wa mwisho, ila sasa una bahati nzuri, umejenga historia kwa padri wa kwanza katika jimbo. Basi endelea kuwalea na wengine, pamoja na kuchota uzoefu kutoka kwa mapadri waliokutangulia, pamoja na kuchota uzoefu kutoka kwa mapadri wakubwa wako, lakini pia jenga wengine, hivi kwamba usiwe wa mwisho, ila tujenge wengine na tuendelee kupata mapadri kila mwaka. Uendelee kuwaombea na wengine, uendelee kuwaombea na mafrateli au seminari wetu ambao nao wanatafuta upadre huu. Ndugu yetu padre,
uwe na wivu na upadre wako. Usikubali watu wauchezee. Tunajua kuna watu wanaweza wakayasema vibaya, na hasa katika nyakati hizi wengi wanaweza wakayasema, wanasema hili na lile, lakini uwe na wivu na upadre wako, utetee upadre wako. Yaani usikubali watu wakauchezea, watu wakautania, watu wakawapeleka ovyo ovyo, na ukawacha tu, bwana utetee upadre wako, uwe na wivu na upadre wako. Kumbe mambo yale ya ovyo ovyo ambayo watu wanafanya katika upadre tusione sawa. Bwana, hebu utetee upadre wako. Endelea kwanza mwenyewe uishi upadre wako kwa wivu wote. Ishi upadre wako kwa wivu mkubwa, lakini pamoja na kuishi kwa wivu wote, utetee upadre wako. Utetee upadre wako kwa sababu umepewa na Kristo. Kujichagulia mwenyewe, ukujitwalia mwenyewe, Kristo mwenyewe ndio amekufanya uwe padre. Basi Kristo mwenyewe amekufanya uwe padre, utetee upadre wako. Uendelee kuupenda, uwe na wivu na upadre huu ambao Kristo amekujalia. Na hivyo basi, katika kuwa na wivu na upadre wako, Mheshimiwa Padre, uwe mfano mwema. Watu wakutambue kwa kitu fulani, waseme padri huyu anaipenda liturujia, waseme padri huyu anafuata uchungaji, waseme padri huyu yupo katika maadili. Kwa hiyo watu katika kitu fulani wakutambue. Ishi upadre wako vizuri, lakini fanye hivi kwamba watu wakutambue. Tengeneza kitambulisho cha upadre wako. Tengeneza kitambulisho cha upadre wako, kwamba watu wakiona kwamba leo yupo Padre Evans, ndio wajue liturujia imefuatiliwa vizuri kabisa. Wajue kabisa kwamba leo tuko na mchungaji, umepangiwa mahali fulani kwa ajili ya utume, watu waone kabisa wako na mchungaji. Tengeneza utambulisho wa upadre wako, pamoja na kwa kwamba una wivu nao, lakini tengeneza utambulisho wa upadre wako, kwamba mimi niko padre katika mtazamo huu, niko padre katika mwelekeo huu. Ofisi hiyo ya upadre inakutakatifuza. Tunatambua wewe sio malaika. Au ninyi wapendwa mlidhani Mungu amemwita malaika akampa padre? Malaika amenyimwa nafasi hiyo, amepewa mwanadamu. Mwanadamu mwenye madhaifu yake, mwanadamu mwenye mapungufu yake, lakini ye mwenyewe aliyechagua kumfanya kwa padre atamtakatifuza. Kama juzi alikuwa mdhaifu katika kitu fulani, atamtakatifuza na ataendelea kumtakatifuza, kwa sababu bado anaendelea kuwa mwanadamu, bado ataendelea kuwa mwanadamu. Kumbe ofisi hiyo ya upadre aliyopata ni njema kwake, kwa sababu itamtakatifuza. Haiondoi mapungufu yake, lakini itamfanya aweze kufanya vizuri utume wake, na yale yaliyo maovu aweze kuyakimbia. Tuendelee kumwombea. Kumbe tusibaki tu tunamshangilia, tusibaki tu tunasema kwamba tumepata padre. Ofisi ya padre inamtakatifuza. Kwa hiyo tumsaidie, tumuombee ili kwamba kweli aendelee kuwa mtakatifu. Yaani ofisi inapoendelea kumtakatifuza, upadre unapoendelea kumtakatifuza, basi na sisi tumuombee ili huo utakatifu anaotafuta kweli aweze kuupata. Wajibu wetu ndio huu. Tuhakikishe kila wakati tunamwombea katika maisha yake, ili Mwenyezi aweze kumsaidia. Waheshimiwa na wapendwa washiriki wote, siku moja nilikuwa naye Padre Evans, kawambia padre, fratello, twende nyumbani. Kama mimi natamani niwaone tu wazazi wako. Wazazi hatutawaona, wamesafiri. Nafikiri walikuwa Dodoma. Wazazi hatutaona, wamesafiri, wako Dodoma. Kama basi twende nipaone tu nyumbani kwako, kwamba sitoweza kuona baba na mama, lakini walau nione nyumbani kwako. Kwa hiyo tukatoka kweli, tukaenda mpaka nyumbani kwake. Kumbe mdogo wangu Evans anakaa hapa. Ni bahati mbaya siku ile sikuweza kuwaona, ila ninashukuru kwamba hakuja tu, hakushuka tu, alizaliwa na wazazi wake. Ni mmoja aliyetoka kwa wazazi wake, ni mmoja aliyelelewa na wazazi wake, na hivyo wazazi wake wakamtoa awe padre. Kwa wazazi, ninakushukuruni sana kwa kushirikiana na kazi hiyo ya Mungu, kwamba katika malezi mliolea, lakini pia mkamtoa kijana wenu ili awe padre. Kwa hilo sisi tunashukuru sana kwa kuweza kumruhusu kijana wenu awe padre.
Lakini na sisi tukumbuke kwamba huyu ametoka kwao, ametoka kwa wazazi wake, ni mtoto wa wazazi wake, hivi kwamba siku yote tukimfanyia baya lolote wazazi wake wataumia, wazazi wake wataumia. Kwa usija ukadhani kwamba unamchoma mkuki Evans ukabaki kwake. Kila mkuki utakaomchoma Evans unamchoma mama yake, kila mkuki utakayomchoma Evans unamchoma baba yake. Kumbe basi msijidai kwamba mnawapenda wazazi alafu yeye mnaenda naye ovyo. Isini naye vizuri. Tusianze kutafuta mikuki ya kumchoma. Na pengine atakosea hapa na pale, sio malaika yeye. Hakushushwa kama Melkisedeki. Melkisedeki hatujui babake nani mamake nani, ila Evans ana wazazi wake na baba yake na mamake. Hakushushwa kama Melkisedeki, ana baba yake na mamake. Kumbe basi kwamba na wazazi wake, tusimuumize yeye na tusimuumize wazazi wake. Na kila mara unapomuumiza padre mmoja unawaumiza mapadre. Usidhani kwamba unaposema baya juu ya padre mmoja unasema peke yake. Hapana, unawaumiza mapadre, unawaumiza wazazi wake, unawaumiza wazazi wake. Kwa hivyo wapendwa, pamoja na lengo letu la kumwombea padre wetu Evans, lakini tumsaidie. Tusianze kuokota mikuki na kuanza kumchomea. Tunajua kwamba sio mkamilifu. Mwenyezi alimwita katika hali yake, alimwita katika madhaifu yake, na kwamba yeye mwenyewe alimwita akimjua ni mdhaifu, anaendelea kumtakatifuza. Sasa pale wakati Mungu anaendelea kumtakatifuza, wewe usianze kumchoma mikuki, wewe usianze kumuumiza. Unapoendelea kumuumiza yeye utawaumiza mapadre, unapoendelea kumuumiza yeye utawaumiza na wazazi wake. Kumbe tusijidai wanafiki wa kuwapenda mapadre wengine, alafu padre huyu tule naye tunamuumiza. Tusijidai wanafiki wa kuwapenda na kuwashangilia wazazi wake, lakini mtoto wao tunamuumiza. Kila wakati tunapomuumiza padre mmoja, unawaumiza wazazi wake, unawaumiza mapadre. Kwa hiyo si jambo dogo hili. Siku hizi tupo katika ulimwengu wa mitandao, na katika hii mitandao ninaona sana, mara sijui kitu kimetokea tumerusha, kitu kile kimetokea tumerusha. Wapendwa, hakifutiki. Utafuta katika simu yako sawa, lakini ukishaandika na ukarusha katika mitandao hakifutiki. Kwa hivyo pengine unarusha kwa makosa, umerusha habari za padre fulani kwa makosa, umekosea, unamsingizia, lakini pamoja na kwamba unamsingizia huwezi kufuta. Utafuta tu kwenye simu yako, lakini kule kwenye hewani kimebaki. Kumbe usianze kurusha habari za watu, usianze kurusha habari za mapadre wako. Hata kama ni mdhaifu, tutambue kwamba ofisi inaendelea kumtakatifuza. Hata kama ni mdhaifu, ofisi itaendelea kumtakatifuza. Uo upadre aliyopewa utaendelea kumtakatifuza. Hata kama utachukua muda mrefu, lakini Mungu hamwachi, ataendelea kumtakatifuza. Basi katika madhaifu yake, katika mapungufu yake, tumsaidie, sio kurusha katika mitandao. Yeye atakaa atasikiliza maungamo. Mimi nimesikiliza maungamo ya watu miaka mingi tu. Padre huyu kasikiliza maungamo yenu miaka mingi tu, lakini hajawahi kutoka akaanza kutangaza, wala hajawahi kumwambia rafiki yake fulani ana matatizo fulani, kwamba anachosikia juu yako wewe ananyamaza, anachosikia juu yako wewe anapumba mdomo. Unaposikia habari za padre, nyamaza. Unaposikia habari za padre, funga mdomo. Na la kumsaidia, la kwanza muombee. La pili, kamwone ye mwenyewe, umwambie padre, nimesikia habari zako, kuna hiki na hiki, tafadhali jirekebishe. Naye ataangalia kama ni kweli, atajirekebisha, au hata kama kikataa, ujumbe umefika. Lakini kama uongo, atakwambia hapa nimesingizia. Kumbe kama padre hakai akarusha habari zako kwa watu, usirushe habari zake, usirushe. Usianze kutangaza, usianze kumwambia mwingine. Umuombee, ukamwambie mwenyewe. Umuombee ili Mwenyezi aendelee kumtakatifuza, lakini pamoja na kumwombea Mwenyezi amtakatifuze, lakini pia umwambie mwenyewe. Mwambie padre, ninahisi hapa huku sawa, hebu twende njia hii.
padre atakusikiliza na kukushukuru. Kwa hiyo tuwasaidie mapadre wetu, tuwasaidie mapadre wetu kwa namna zote. Narudi tena kwako padre na mapadre wengine. Sisi wapendwa, wetu ni utume, hatujitumi. Hakuna padre anayejituma mwenyewe, kila padre anatumwa, na anayetutuma ni askofu. Siku ile ya upadiso wangu, siku ile ya upadiso wako, uliweka mikono, umeifunga ndani ya mikono ya askofu, ukaahidi utii. Kila wakati uendelee kuifunga mikono yako kama ulivyofunga siku ya upadisho wako. Usijenge kiburi ukajiona kwamba una nguvu, una utaalamu, una chochote kile. Siku ya upadisho wako ulifunga mikono yako, ukaahidi utii. Uendelee kufunga mikono yako katika maisha yako yote. Lakini wetu ni utume, tunatumwa. Basi kila wakati ufanye kazi zako kwa mtazamo wa askofu wako. Ulifundisha shuleni, sisi tulifundisha miaka mingi. Ufanye kila unachofanya in the mind of your bishop. Kwa hivyo ufanye yote kwa mtazamo wa askofu wako. Usiwe mvumbuzi wa kugundua mambo yako mwenyewe. Lakini kila wakati hakikisha padre unafanya kulingana na mtazamo wa askofu wako. Unaweza ukawa umepitia maandiko mengi, unaweza ukawa umepata ushauri mwingi, ushauri wa watu wengi, ushauri wa vitabu vingi, ushauri wa watu gani, sijui kitu gani, wasomi wengi, na mwenyewe ukawa msomi mkubwa, lakini ishi kwa mtazamo wa askofu wako. Ya tusije tukaenda kuishi kwa mtazamo wetu wenyewe. Lakini kila wakati katika maisha yako kama padre, jitahidi kuishi kulingana na mtazamo wa askofu wako. Ufuate mtazamo wa askofu wako, ishi mtazamo wa askofu wako. Kwamba askofu akisema sasa tunakwenda tunapitia mlango huu, sote tunajirundika katika mlango huo. Ishi katika mtazamo wa askofu wako. Ile kwamba wakati mwingine unaweza kukuta kwamba kuna kitu hiki sijakielewa, lakini ndivyo anavyotaka yeye. Kwamba hata kama sijakielewa, lakini ndivyo anavyotaka yeye. Inapotokea shida, basi kamuulize, baba askofu, mimi hapa mbona sijaelewa vizuri? Atakufafanulia mtazamo wake. Lakini kikubwa, ishi kwa mtazamo wa askofu wako. Katika nyakati zetu tupo katika nyakati ambapo tuna mitazamo mingi tu, tuna mawazo mengi tu, kuna washauri wengi tu. Lakini pamoja na yote hayo, tutafute kuishi kwa mtazamo wa askofu wako. Nadhani nimezungumza ya kutosha, si ndivyo? Tusije tukacheka. Labda niseme la mwisho. Padre kazi yake ni nini? Kazi ya padre ni nini? Kazi ya padre ni nini? Kimsingi ziko tatu. Lakini mara nyingi mimi napenda kuzitaja mbili. Lakini kimsingi ziko tatu: kuhani, nabii na mfalme. Kuhani, nabii na mfalme. Kama kuhani, kutoa sadaka, kuadhimisha masakramenti, kuwapatanisha Mungu, watu na Mungu, kuwapeleka watu kwa Mungu. Kama nabii, kuwafundisha, na kama mfalme, kuongoza, kutawala. Kwa wapendwa, padre wetu tutambue kabisa anapaswa kugawa masakramenti kama kuhani, kufundisha na kutuongoza. Yawezekana tukawa na mitazamo yetu, lakini yeye ndio anayetuongoza. Yawezekana tukawa na mafundisho au tukapata si vitu gani, lakini yeye ndio anayetuongoza. Kwa hiyo kama kuna jambo lolote, tushirikiane naye, kwa sababu yeye ni kiongozi wetu. Yeye ndio baba yetu, anatuongoza. Na hivyo kwamba hata kesho ukimwona padre anatoka anakwenda kusimamia kazi fulani, ni wajibu wake, kwa sababu ndio kiongozi wetu.
anaamua kabisa kwamba mimi katika parokia yangu au katika taasisi yangu au hapa nilipo, utaratibu wa fedha utakuwa huu. Ndio mfalme wetu huyo, kaweka utaratibu. Ameweka kwamba utaratibu utakuwa huu, utaratibu wetu ndio utakuwa huu. Ndio mfalme wetu, ndio kiongozi. Si ndio tunasema kuhani, nabii na mfalme kazi yake ni kutoa sadaka, kuadhimisha na sakramenti kama kuhani, ni kufundisha na kuongoza. Kumbe Mheshimiwa Padre, gawa masakramenti kwa upendo na furaha zote. Usisikitike pale pale ambapo unakutwa unapaswa kufanya kazi kubwa ya kugawa masakramenti. Ufurahi watu wengi wanapokuja kuungama. Usisikitike kwamba watu wamekuja kuungama. Ufurahi kwamba kwako wanakuja kusali. Usisikitike kwamba watu wanadai ibada. Usisikitike kwamba watu wanakuita uende kwa wagonjwa, uende ukawatembelee wagonjwa. Kwa sababu kama kuhani ugawe masakramenti. Kazi yako kama padre, gawa masakramenti, lakini ufundishe. Kama nabii ufundishe, uwafundishe watu. Usione uvivu kufunga safari kwenda shuleni kuwafundisha watoto kule darasani. Na pengine utakuwa umezidiwa kwenda kuwafundisha kule. Wanaokuja parokiani kwako kwa ajili ya mafundisho ya komuni ya kwanza, Januari mpaka Desemba, hujawahi hata siku moja kwenda kuchukua darasa hata kuwafundisha Mungu ni mmoja. Hapana. Padre jitahidi. Basi wale watoto wa komuni ya kwanza, wale watoto wa kipaimara, wale wakatekumeni, watu wakubwa na watu wengine wote wale ambao wanahitaji kupata mafundisho yako, uwafundishe. Katekista mwingine ni msaada. Padre ni katekista wa kwanza katika parokia. Padre ni katekista wa kwanza katika parokia. Kwa hiyo kama katekista ufundishe, uende ukawafundishe watu, uende kuwaoneshe watu kwa Mungu. Uwafundishe watu, ugawe masakramenti. Ufurahi kwamba watu wanakuita uende kwa hudumia wagonjwa. Ufurahi kwamba watu wanakuja kwako kwa maungamo. Ufurahi kwamba unaadhimisha misa mara nyingi. Usije ukaanza kujuta kwamba nimechoka mimi. Ufurahi kwamba unafanya masakramenti, unaadhimisha masakramenti. Kazi ya padre ziko 3. Ingawaje mimi mara nyingi nataja 2. Kufundisha na kugawa masakramenti. Na kazi ya 3 ni kuongoza. Kwa hiyo jitahidi kama padre ufundishe, ugawa masakramenti, uongoze. Waheshimiwa wapendwa, tuendelee kumsaidia padre wetu, tuendelee kumwombea ili Mwenyezi aendelee kumtakatifuza. Pengine tunaweza tukakuta ana madhaifu, tumsaidie katika madhaifu. Pengine tunaweza tukakuta ana mapungufu, tumuinue. Pengine tunaweza tukakuta amejaibisha, usimwaibishe. Mfunike. Lakini kuna mambo mengine sio lazima kuyasema. Kuna mambo mengine sio lazima kuyatangaza. Endelea kumfunika pale katika udhaifu wake, endelea kumfunika. Lililo kubwa umuombee kila wakati katika maisha yake, uendelee kumwombea. Naendelea kuwashukuru wazazi kwa kumtoa huyu padre wetu, na tuendelee kumwombea na kuombea wanafamilia.